Kumbuka tunatimiza miaka 30 tokea azimio la Beijing na Umoja wa Mataifa kutaka kuwepo na usawa 50-50 kwa upande wa kumwezesha mwanamke. Na mwaka huu kauli mbiu inasema wanawake na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kwa hiyo bado safari ya kuimarisha hapo haki, usawa na uwezeshaji inaendelea kusonga. Lakini kwenye jamii yetu imeshafikia hatua sasa ya kuanza kuuliza, Mbona kama huyu mwanamke akiwezeshwa zaidi kuna namna anakengeuka, anaenda kinyume na jamii inavyomtarajia kuwa. Mbona kama mama akiwa ana uchumi mkubwa zaidi kwenye familia kuna baadhi ya majukumu yake hayafanyi kama mama. Mbona kama mwanamke akipata elimu zaidi kuna sauti anaipaza iliyozidi, anapanda kichwani mamlaka ambazo hazitakiwi kuzipanda kichwani. Hapo kwenye kupanda kichwani, kuna mamlaka hazitakiwi kupanda kichwani. Kupanda kichwani? Yaani kuna watu wanaoishi nao kwenye familia. Itakuwa anaanza kupanda kwenye mabega. Anawapanda kichwani baadhi ya watu. Mbona kama akisha kuwa profesa? Mbona kama akisha kuwa profesa hataki kuosha vyombo? Aoshi. Kamaliza. Mbona kama akisha kuwa mkurugenzi hataki kumpikia mtoto? Mbona kama Messi? Jamii inaulizana. Na sisi tunasema kama ni mbona kama. Kwa hiyo kuwepo na ukomo wa kumwezesha huyu mwanamke. Ni kweli kwenye jamii yetu hapo kuna ambao bado hawajawezeshwa kabisa, wapo chini, lakini kuna wale waliowezeshwa wakafanikiwa zaidi. Wanaharibia hadi ambao wamewezeshwa ambao bado hawajawezeshwa. Watu wanaogopa kuwezeshwa, wanasema ila Mercy bwana unaanza kwenda mbali. Ila mimi nakutazama. Tutaendelea kujadili. Mbona kamaje? Mbona kama akimiliki gari fulani hivi? Hapana, yani ni namna tu ya maisha yalivyo. Mbona kama anaacha kusalimia? Yani nikitoka, hata mimi sio profesa lakini nikifika nyumbani sioshi vyombo. Mbona kama nini? Mbona kama akiwa na fedha, mbona kama hashiriki kwenye nanili za jamii? Za jamii zipi? Mbona kama hashiriki kwenye mikutano ya jamii? Mikutano kwenye msiba apiki. Tunapika? Apiki. Mbona kama apiki? Na sasa hivi kama unavyojua tu kuna mambo lazima yanatakiwa yaende yani maisha yanakuwa yamebadilika. Maisha yanabadilika siku hizi Mercy. Hakuna muda wa kupoteza. Kama tuna uwezo wa kuenda kuita catering, tunaita catering, wanapika, wanaletea vyakula. Sio lazima paka tukaungana. Tunataka kula chakula chako mama. Tunapika, kuna siku maalum tunaweza tukapika. Yaani ukishaanza hizo tu umeshawezeshwa. Hapana. Mbona kama pesa inakupa kiburi? Kiburi gani? Mbona kama inafanya upande watu kichwani? Mbona kama madaraka yanakupa kiburi? Wewe unasemaje? Mtazamaji uliyepo nyumbani hapo tuandikie 0763809770. Kuwepo na ukomo katika kumwezesha mwanamke au twende tu tutafika? Kikubwa ni usawa. Au mbona kama tuanze kuzizingatia? Ndicho ambacho tunakiangalia kwa siku hii ya leo. Karibu sana, utaweza kushiriki kwa 0763809770 kwa njia ya mtandao. Tuwakaribisha wageni tulionao kwa siku hii ya leo. Na tumebalance ibaki kidogo jamani. Kidogo. Lakini sasa si wanaume kwa sababu leo sio siku yao, wawili wanatosha. Wanatosha. Sisi hapa lazima tuwe wengi kuliko wanaume. Anyway, tuko na wageni hapa ambao tuko kwa ajili ya kuzungumza nao, kujadili nao kile ambacho kiko mezani, hasa kama ambavyo Mercy amesema. Tuko na Siegfried Mbuya ambaye ni mshauri mwelekezi wa stadi za maisha, lakini pia tuko na Miriam Jackson, wakili shirika la wanawake katika sheria na maendeleo barani Afrika, pamoja na Selemani Bishagazi ambaye ni mwenyekiti kutoka mtandao wa wanawake, katiba, uongozi pamoja na uchaguzi. Karibuni sana jamani. Tumefurahi kuwa na nyinyi kwa siku leo. Miriam, tunakutakia heri ya siku ya wanawake duniani. Afu wanaume unawaambiaje? Wanaume hivi mjeta zawadi jamani, hata za kutupata maua. Mbona kama mmekuja mikono mitupu? Tunaomba zawadi zetu. Bwana Mbuya anatuangalia. Anasema Beijing. Bishagazi? Naam. Mbona kama Beijing hamuikubali? Akina nani? Wanaume.
Kwanza ukipita kwenye mitandao mwanamke akifanya kitu ambacho labda jamii haijakipendezwa nacho, utasikia Beijing. Ni uoga. Na hofu. Kwa hiyo mbona kama wewe hazikusumbui? Mimi hazinisumbui. Bwana Mbuya, mbona kama kuna namna zinagonga akili? Nimeshajua timu yake zinamsumbua. Miriam, mbona kama? Haya maswala yanazungumzika. Yaani ni dhana ambazo kidogo zimekuwa zimewashika watu wengi. Mbona kama ukiwa Profesa Miriam, mbona kama? Mimi ni ushahidi tosha ya kwamba mwanamke anapowezeshwa haimaanishi kwamba anakuwa mtu ambaye sio mfano kwa katika jamii. Ninasoma, ninafanya kazi, nina biashara, nina familia, msibani unapika, na ninashughulika katika kila kitu. Kupangilia tu. Kwenye familia mbona kama unataka uwapande kichwani? Hapana, mimi ni mke nikiwa nyumbani. Wanaofanya maamuzi ya mwisho mbona kama unataka na wewe ufanye? Kuna mipangilio. Unajua kila familia lazima mweke utaratibu. Mjue mnashirikiana kitu gani, mnawaka maswali yenu kiasi gani. Sasa ndio mbona kama na wewe unataka? Hapana. Kila mtu ana nafasi yake. Sawa, lakini pia hapo tu nilikuwa niongezee mimi ni afisa mawasiliano na uchechemuzi, sio akili kama ambavyo nimezungumza. Sawa. Naona aliyekuwa ametupatia kuna namna teknolojia hii atakuwa alikopi kwenye akili akapesti kwa Miriam. Sawa, afisa mawasiliano na uchechemuzi kutoka Wildaf. Tutaliangalia hii, nambari yako ni 0763809770 na huko kwenye mitandao ya kijamii pia unaweza kutuandikia, lakini tumezungumza pia na wenzetu kutoka mikoani nao tutapata maoni yao katika hili. Dunia inamtegemea sana mwanamke na ndio mwanamke huyu anayewezeshwa, lakini ndio mwanamke huyu anaifanya jamii ianze kujiuliza maswali kama je, kuwezeshwa kwake kumepitiliza, kuwe na mipaka, kuwe na ukomo. Ndicho ambacho tunakiangalia siku ya leo na tulisha kutambulishia wageni tulionao, na nambari yako ni 0763809770. Asanteni kwa ambao mmeanza kutuma ujumbe, tutausoma. Sasa mambo yameendelea kuwa mazuri baada ya burudani hiyo ya kukubaliana kwamba dunia bila wanawake haiwi salama, inamtegemea mwanamke, si ndio? Haya, tuingie kwenye mjadala wetu sasa wa mbona kama. Na nyundo yetu ya kwanza ianze kwa nani hapa? Hakuna mbona kama. Mimi nataka tunuze swali moja. Na bila shaka kwa sababu kila mtu anataka kuelezea ni kwa nini. Kabisa. Okay? Kwa hiyo swali ni la jumla. Kuwe na ukomo wa kumwezesha mwanamke. Tuanze na mwanamke mwenyewe. Tuanze na mwanamke mwenyewe. Alafu tutakuja huko. Asante. Kwenye tuwe na ukomo kwenye kumwezesha mwanamke, mimi nasema hakutaki kuwa na ukomo kwa sababu kila siku vizazi vinabadilika, kila siku teknolojia zinabadilika, mambo yanabadilika. Kwa hiyo lazima uwezeshaji uwe endelevu ili uweze kuleta matokeo endelevu. Kwa sababu tukisema kuna ukomo wa kumwezesha mwanamke, manake ni kama tunasema vile dunia imesimama. Tumeishia hapo tulipofikia. Labda tusemee katika kumwezesha mwanamke, tuangalie namna gani tunaweza kutanua mawanda ya kuweza kuwafikia wanawake wa sehemu zote. Najua watu wengi huwa tunaongea kwa kuangalia wanawake wa mjini. Anasema tayari tuna wanawake wengi wamekuwa viongozi, lakini ukipiga mahesabu ni wanawake wangapi ambao tayari wameshafika katika hizo nafasi? Bado kuna watu wengi hawajafikiwa. Kwa hiyo uendelezaji wa mwanamke kumwezesha katika kila nyanja inatakiwa uendelee, kwa sababu ni haki ya msingi kama mwanadamu kuweza kuendelezwa. Na hizo dhana zingine ambazo zinataka kusimama kama nafasi ya kuzuia kumwendeleza mwanamke ni dhana ambazo tukifanya elimu kwa jamii kwa upana wake, watu wataona ni kwa namna gani bado hazina mashiko katika jitihada za kuweza kumkomboa mwanamke. Kwa hiyo hakuna ukomo wa kumkomboa mwanamke. Hapa kuna dhana ukomo unatokezea kwenye sehemu mbili. Yaani kuna kuendelea kumwendeleza, lakini kuna huyu ambaye tayari ameshaendelezwa, ameshanyanyuka. Kuna muda fulani ibonyeze ile button ya kwamba inatosha. Yaani sawa sawa kwamba kula, yani tukisema kuwa na ukomo wa kuendelea kula, tutakuwa tunaendelea kula, lakini kula lazima kuwe kula kwa kiasi. Kwa kipimo. Yaani kuna namna kipimo cha kumwezesha mwanamke, kuna wengine kinazidi. Sasa tukisema kumwezesha mwanamke kuna kipimo kinazidi. Kipimo gani ambacho unaona kama yani kipi kinafanya kionekane kipimo kimezidi? Kwa sababu unajua tunapochanganua mambo ni kwa sababu ya uelewa wa mtu na mazingira ambayo ameweza kukulia na kile wanachokiona na exposure alionayo. Mwingine anaweza akasema tu hata mtoto akifika form 6 tayari ni ukomo, tusiendelee kumwezesha, atakuwa jeuri. Lakini mfano mimi nimeolewa na mtu ambaye nimeshasoma, mimi ni mwanasheria, nimesoma, lakini anajua kuna potential. Anasema wewe ni mwanamke na una potential, unaweza ukasaidia taifa letu. Mimi naweza nikakusupport, endelea kusoma, na naendelea kusoma, huko naendelea kufanya kazi na familia nalea.
haoni sababu, kwa sababu ni mwanamke labda atanipanda, kwa hiyo nizuie asiendelee mbali, atakuwa atanipanda. Ni kama kwenye jamii yetu tu pia. Hakuna kitu ambacho kinasema mwanamke asiendelee kuendeleza kwa sababu labda atapanda sehemu fulani, atakuwa labda ni waovu. Anaharibu jamii. Anaharibu jamii gani? Unapozidi kumwezesha mwanamke, unapozidi kumfanya ajielewe, ajitambue, atumie nafasi alizonazo, unaendelea kumfanya awe mchango mzuri katika jamii. Kwa sababu gani? Wanawake ambao tunawaona katika jamii yetu, au viongozi wakubwa tunaowaona, mambo ambayo wanaleta katika jamii yetu, hata sisi wengine tumeweza kupelekwa shule kwa sababu walionekana wamefanya vizuri. Kama tusingekuwa tuna watu ambao wako mbele, na hata sisi wengine tusingeweza kuendelea. Na wale yani wakina, kwa mfano wakina Mongela huko, wao hawana shida kabisa. Shida inaanzia kwenye hawa hivi vizazi vya miaka 10-20 kutoka wao. Hiyo ni iliyojengeka. Nadhani kuna hofu imejengeka pia kwenye jamii yetu, kwamba ukimwendeleza mwanamke, unaona sisi wanavyokuwa, wanakuwa yani hawashikiki, hawatawaliki. Ni kwa sababu gani? Unapompatia mtu elimu ya kujitambua, anajua haki zake, anajua asimame wapi. Lakini asiharibu jamii. Mjadala umeanza kuwa moto. Haribu jamii, unaisaidia jamii. Kwa upande wako unadhani kuna haja? Kwanza hilo swali halijatimia, kifalsafa halijatimia. Kwa sababu ukisema kuwezeshwa, nani anamwezesha? Nani anamwezesha? Na kwenye falsafa wanasema hivi, kanuni ya kufikiri haijipingi. Mojawapo ya kanuni, ziko 3. Mojawapo ya kanuni ya kufikiri ni kuto kujipinga kwa hoja. Asa kama mnazungumza 50 kwa 50, manake wote wanatosha. Kanuni ya kufikiri. Kama ni 50 kwa 50, wote wanatosha. Tunaitaka 50 kwa 50. Toka ila sio kama ipo. Haipo. Haijafika. Madai ukiangalia kina mama wengi ni wawezeshwa na wanaume. Lakini nafikiri tukumbushani kidogo tu. Sio nafikiri kwenye dini mahali fulani. Ujio wa mwanamke ilikuwa ni kumsaidia mwanaume. Na ni ukweli usiopingika. Nyumba haiendi, watoto hawakui na kutengamaa kama mama hajatengamaa na kusimama. Ndio. Na ukifanya kwa utafiti, kwa kuchunguza tu, kwa kuangalia, toka wakina mama wameanza kuchukua taaluma, wakasoma, mambo mengi ya zile stadi za kuwajua watoto zimepotea kabisa. Lakini miaka ya nyuma mama alikuwa anaweza kumshika mtoto akasema kana homa kanaumwa tumbo. Sasa hivi mpaka wanunue na leo hii tunaposema 50 kwa 50 na wawezeshwe kufanya kazi ambazo wanafanya wanaume, ni pale kwamba mama kweli anafanya kazi sawa sawa kabisa. Ana vikao New York, mwezi mzima hayupo. Dada wa kazi ndio kaachiwa. Hapo sasa. Pana mkanganyiko wa kutamadunika, kwa sababu tukumbuke pia wadada wetu wa kazi hakaji miaka 2-3. Mtoto ndani ya miaka 5 kesha lelewa na wadada 5 wa makabila tofauti na tamaduni tofauti. Kwa hiyo nafikiri cha mno sio tu kina mama kuwezeshwa, na waliowezeshwa wameshafikia hapo, lakini kutambua zile norms na values za umama, kwa sababu ukifuatilia kwa kina tunapofanya counseling na mama, ukizungumza hasimu wa mwanamke, antagonist wa mwanamke ni mwanaume, kwa sababu kamshikilia chini muda mrefu. Na kwa sababu dhana ya msingi ndio hiyo, hata akija kufanikiwa ndio pale unakuta kwamba yani nina kesi ambazo unataja humu zitagusa watu moja kwa moja. Mtu amekaa ndani ya ndoa miaka 10, wako vizuri, anapata kazi, anamwambia unajua umenitesa sana, huna hadhi ya kuwa na mimi. Sasa yale ya huna hadhi ya kuwa na mimi yanaanza lini? Na kuanzia pale panakuwa na lakini tulijengewa vibaya. Swala sasa hapo. Nasema hivi, wakati tuna mwanamke anajiwezesha au anawezeshwa, zile vimiiko vya umama viendelee kucheza naye. Yaani wengi vimepotea. Sikatai. Au tulijengewa vibaya kwamba mwanaume ni adui yangu. Sidhani kama ni kujengewa. Ni kitu kipo kwamba it's a natural antagonism. Ni uhasimu wa asili. Ukisoma saikolojia ya bwana Erikson, kuna vitu vimeelezewa vingi hapo. Lakini yote katika yote, ukitazama miaka, kwa mfano miaka 90 kurudi nyuma, ndio ile hadhi au mirindimo ya umama wa miaka hiyo na wa leo, ya leo umechujuka kama Big ambayo imeshapoteza sukari yake. Unakubali Beti? Imechujuka kweli. Akubali. Mbane tuende kwanza kwa Bishagazi. Mbane tu kwenye kona. Bishagazi. Asante. Karibu. Kwanza mimi nawashukuru kwa kuleta hii mada. Hakika. Na nawashukuru mnavyochagiza, lakini niwaambieni kitu kimoja.
kati ya watu wanaotaka kupoteza watu maskini ni walioanzisha huu mjadala kuanzia bungeni na kwenye jamii, na watu wanapotea. Kwa nini? Tuanzie sehemu moja. Wanaosema kwamba wanawake wasiwezeshwe, yani wamechoka kuwezeshwa, angalieni watoto wao. Yani kipimo. Subiri nikwambie. Kama kinazidi. Wale wanaokuambia tuwe na ukomo, ngoja dada. Wanaosema tuwe na wanawake wawe na kikomo cha kuwezesha akiwemo mtoto wa kike. Angalia wanaosema hao, kuanzia aliosema bungeni, kaangalieni watoto wao. Wamekaa tu wamesubiri kuolewa, wamekaa tu nyumbani wanasubiri kupika na kupakua. Hilo tu. Wana maadili. Ngoja nikwambie, yani walioleta hizi sentensi hizi, angalieni maisha yao kwa watoto wao wa kike wanaishije. Tuanzie hapo hapo kwamba wao wamesema mimi bwana mwanangu wewe usiende chuo form 4. Umesikia? Alafu ndatuletee sisi. Kwa hiyo wanataka wao watoto wao waendelee kuwa na hera, waendelee kuongoza, alafu sisi wa maskini wasikie hizo kauli ziendelee. Kinachochochea ni kinachotokea kwenye jamii. Ngoja nikwambie, wanaosema wale ni unajua nafasi ya mwanamke kwenye jamii inapotea. Nakuja huko mama, wewe sio na shida. Wale mtu akiongea, mtu ambaye amechaguliwa na wananchi wapiga kura karibu 10,000, hilo neno hata usilipuuze. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Mada hii kwanza imekaa inavunja katiba za nchi. Kwa sababu hapa nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Katiba inasema binadamu wote ni sawa. Nchi yetu haendeshwi kwa Qur'ani wala Biblia. Tukienda kwenye Biblia na Qur'ani tutakwenda vitu vingine. Lakini nchi yetu inasema binadamu wote ni nini? Ni sawa. Umesikia? Kama binadamu wote ni sawa mbele ya sheria. Tumeelewa? Sasa tunaposema wanawake hawawezeshwa au wasiwezeshwe, tayari sisi tunaanza kupinga katiba. Kwa sababu katiba yetu sisi inaelekeza wanadamu wote ni sawa na tuwezeshe moja kwa moja. Lakini wanaosema mama yangu hawana hata data. Umesikia? Hawana data. Ngoja usubiri nikwambie. Lakini sisi wewe unafurahia kuona watoto sasa hivi hawapati malezi ya mama. Unafurahia kuona mtoto analelewa na ma house girls watano kwa miaka 5. Bahati mbaya mimi unipe muda. Mimi ungenipa muda ungefaidi sangia na wengi kusaidia. Ni hivi. Dunia inabadilika. Zamani kabla labda wewe unakuwa ndio mtoto naye aharibike. Dada nipe muda nakuomba. Ndiyo. Zamani wakati dunia inaanza, tunapoongea mambo ya Edeni, mambo ya wapi, dunia nzima ilikuwa Edeni. Ndiyo. Mama alikuwa anakaa nyumbani, baba anaenda kuchukua matunda, analeta nyumbani, anaenda kuwinda, anakuja na mnyama. Naomba nisikize kidogo. Anakuja na mnyama. Ndiyo. Baba anaenda anavua ziwani, anakuja na samaki. Ndiyo. Familia inakula, akuwa na mambo ya hela. Sio, unanielewa? Dunia ya leo wanaume sisi tukaharibu mazingira. Sio, unanielewa? Dunia ya leo baba bila kuja na hela. Yaani na mwanasaikolojia atatusaidia. Yaani dunia leo baada ya kutumia vitu, kubadilishana vitu, sasa hivi inahitajika nini? Pesa. Kwa hiyo pesa ndio imeharibu kila kitu hapa. Naomba nipe muda kidogo. Nisaidie tu, naona tusaidiane jamii. Umesikia? Kwa hiyo baada ya mazingira kubadilika, sisi hatuwezi kukaa hivyo hivyo. Umenielewa? Na tunapozidi kutetea wanaume wajituishwe mzigo wote huo, yani wote wa majukumu wa nini, mama akae tu nyumbani, tunaumiza wanaume. Mwanaume hata ameenda kiingia ndani, tusubiri baba aje. Watoto subiri kwambie. Kwenye familia kipaumbele ni pesa au ni malezi ya watoto? Sasa hivi nimekwambia zamani ilivyokuwa, wakati tuna Eden leo isema mwamuka aliunda kusaidiwa, na mazingira ya leo ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo kwenye familia kipaumbele ni nini? Pesa, malezi ya watoto. Hapo tukisema ngoja mimi najibu kwa tofauti. Tukisema wanawake asiwezeshwe, ngoja malezi, tukisema atafute pesa, maana yake kipaumbele chetu kwenye familia ni pesa na malezi ya watoto tunayao. Mazingira sasa hivi mimi mwanamke kuwezeshwa sio mpaka watoto waharibike. Nyie mnashinda kujua tofauti ya kuwezeshwa. Tunataka mwanamke awezeshwe kielimu, awezeshwe kimaadili, uwezeshaji ni kitu kipana. Sasa bahati mbaya warokoleza hii sentensi, wameenda kwenye kukengeuka. Muulize mwanasaikolojia atakwambia kuwezeshwa sio kumwambia mtu usimheshimu mume wako. Huko sio kuwezeshwa, huko ni kuharibu. Umeelewa? Yani hii sentensi inayokuwepo ni kwamba Azam wanawake wengi tuseme pale nje wabaki wanaume 20, wanawake 3. Ndio mada ilivyo. Sasa mwisho wa siku itaenda mwisho wa siku mpaka wataanza kupiga kelele. Mbona Azam wanawake 50? Yani tusifike huko tuipoze. Yani sisi kama wasomi tuelezee watu watuelewe kama tunasema. Kwa nini mwanamke anayewezeshwa ndo anayekengeuka? Kwa nini mwanamke anayewezeshwa ndo anayekengeuka? Tafsiri ya kuwezesha haijaeleweka. Tumpe nafasi Miriam ya kuweza. Wewe ndio utakuwa hakimu wetu. Mimi naomba nitoe takwimu. kidogo. Wakati unazitafuta. Hizi hapa ziko hata sio za kutafuta. Hivi. Umesikia? Tumpe nafasi kwanza Miriam wakati ukiendelea kujipanga. Mimi hizi hapa takwimu nimekwambia. Tunaposema wanawake wamewezeshwa, bunge la Tanzania wanawake ni 37%. Umesikia? Ambapo 10% ya bunge waliochaguliwa 10 tu
Umeshaelewa? Vijiji yani kwenye uongozi wa vijiji wanawake wenye vita vitongoji ni 12.6%. Sasa unaponaambia yani unajua yani hii huo ndio uwezeshwaji. Yani tunapoongea uwezeshwaji ndio huo kwenye ngazi ya uongozi. Kwenye ngazi ya uongozi. Sasa tukienda kwenye vifo, tunaposema kuwezesha mwanamke akienda kujifungua kuleta nguvu ya taifa, afike hospitali, aenjoy. Sasa hivi takwimu za nchi zinaonyesha, takwimu zinaonyesha bado kila vizazi 10,000. Umesikia? Vizazi hai 10,000, wanawake 104 wanakufa. Sisi tunaposema tuboreshe huduma za afya ndio kuwezesha mwanamke. Sasa watu wanawaza kwenye hela ile mikopo ya halmashauri na nini ndio watu wanawaza. Lakini tunachoongea kuwezesha kiakili. Tupate kusikia Bishagazi, tupate kusikia maoni ya wadau kutoka Tabora ambao nao wanazungumzia kuhusiana na mada hii ambayo iko mezani kwa siku hii leo, kama iwapo ufikie kuwe na ukomo katika kumwezesha mwanamke. Karibu wadau kutoka Tabora. Uwepo, lakini uwepo kwa design gani? Baba muwezeshe mwanamke mpaka atakapofikia level wewe mwenyewe ukimwangalia kabisa unaona sasa yes, mke wangu akisimama hapa anaweza kuendelea. Basi hapo ndio uwe ukomo. Lakini kama mama bado hajasimama, mimi nadhani ukomo usiwepo. Mimi kwa imani yangu mwanamke ukimjenga kisaikolojia, yeye mwenyewe kwanza akajua mimi ni nani, natakiwa nisimame kwa nafasi gani, akajiamini, hata bila kuwezeshwa anaweza. Kwa kweli hakuna ukomo wa kuwezeshwa kwa mwanamke. Ukomo wake labda pale atakapokuwa amekufa. Lakini akiwa hai hamna ukomo. Ili swala la wanawake sioni kama liona kikomo kwangu mimi. Na hili swala hili la uwezeshaji kwa wanawake liwe endelevu. Maana wanawake tunahitaji support. Ndio. Unadhani ni kwa nini sasa liwe endelevu na lisiwe na ukomo fulani? Lisiwe la ukomo kwa sababu wanawake pia tuna nafasi. Kwa hiyo tuendelee kupewa support. Ndio. Endelee kuwezeshwa mpaka mwisho kwa sababu mwanamke ndio kila kitu katika maisha. Kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu familia bila mwanamke sio familia. Hao ni wadau kutoka Tabora na hicho ndicho ambacho wamekizungumzia kuhusiana na mada ambayo iko mezani leo hii. Lakini wakati tuko tunazungumza hapa na kusikiza maoni ya wadau, nilipata kusikia kitu ambacho mlikuwa mnakidiscuss hapa. Labda tupate tafsiri ya uwezeshaji ambao tunaozungumzia hapa. Okay? Labda tuanze na Miriam kwanza. Uwezeshaji ambao tunaozungumzia hapa ni upi kwa mwanamke? Asante. Hii mada kwa kweli ni hata tukisema tunachukua wiki kumaliza ni swala mtambuka. Na mimi pia nitakuja kuuliza swali kwa wale wa mwisho wanaosema tuendelee kuwezeshwa hadi mwisho. Kwa kumbe yale malengo yasiwe tu ya miaka 10, 20 ya milele. Asante. Ina maana hawatokaa hawezi. Haitokaa ifika 50 kwa 50. Tunaposema kuwezeshwa si kwamba tunachukua pesa tunampa mwanamke au ni kumtengenezea mazingira ambayo atamfanya awe mtu mwenye mchango katika jamii yake. Ndio maana ya kuwezeshwa. Lakini pia tukija kwenye neno usawa, naona pia linaleta changamoto. Kiingereza wenzetu angalau wanajitahidi, wana equity na equality. Tunaposema equality ni usawa pia kwa Kiswahili. Yote ni usawa, ila Kiingereza kidogo yana maana tofauti. Equality ni kama unawapatia watu mahitaji sawa bila kuzingatia tofauti zao. Mfano tunasema Miriam, Selemani na kaka hapa tunawanunulia kiatu. Hauulizi saizi zetu, wewe unachukua tu kiatu ile madi ni nini? Ni kiatu. Kwa sababu umeangalia usawa. Ila ukija kwenye equity ni kutoa kulingana na mahitaji ya walengwa. Kwamba Miriam yeye kidogo urefu wake ni kidogo unaenda chini. Tumpatie sturi ya kidogo imsogeze. Au anavaa kiatu namba 37. Huyu anavaa kiatu namba 40, tuwapatie kulingana na mahitaji yao. Ndio tunachokuja sasa kwenye usawa ambao tunauongelea. Kwamba mwanamke apewe mahitaji kulingana na jinsi ambavyo alivyo. Mwanamke na mume hatuko sawa. Hilo linafahamike kwanza. Hatuko sawa na hatutakuwa sawa. Kibiolojia na jinsi ambavyo kwa namna nyingi sana hatuko sawa. Lakini tuna haki sawa kama wanadamu, lizingatiwe. Tuna haki sawa kama wanadamu. Hata katiba inatutambua wote kama wanadamu, mwanamke na mwanaume. Lakini tukija kwenye huo usawa wa equity sasa. Mimi mwanamtoto wa kike labda mazingira tayari yameshakuwa kinyume changu kwa sababu labda ya mifumo ambayo imeendelea kuwepo, nina mahitaji tofauti. Hata nikienda shuleni mtoto wa kike anapofika siku zake za mahitaji ya mwisho ya yale ya biolojia hafanani na mtoto wa kiume. Tunategemea mazingira ya choo yawe yanamfavor, tunategemea hata nyumbani wamwekee mazingira ambayo yatamsaidia kama mtoto wa kike.
Tukija kwenye kuwezesha, namna gani itaweza kusaidia na hiyo concept ya sasa ya dhana ya kuharibu jamii na kuja wapi. Tunaposema tumtengenezee mwanamke mazingira mazuri sehemu zote ili aweze kuwa wa manufaa katika jamii. Tunaisaidia jamii yenyewe. Fikiria wanawake wangapi sasa hizi ambao labda hafanyi kitu chochote, hajaendelezwa kwa namna yoyote, anategemea tu asaidiwe na mume wake 100%. Siku mume wake anapofariki ndio tunaonaga zile changamoto nyingi zinazotokea. Watoto shule hawawezi kuendelea, mama hawezi tena kupata chochote pale nyumbani. Anaanza kuwa mtu wa kuhangaika. Lakini kama tungemwezesha huyo mwanamke kumwambia kwamba wewe ndio umeolewa, tunza watoto wako, jali mume wako, lakini uwe na chanzo cha mapato. Hata imetokea mume wako ameenda kazini hajapata, unaweza ukasapoti. Ndio kuwezesha tunako kuongelea kwamba wewe mwanamke una uwezo, una kipawa cha uongozi, Mungu amekujalia. Si tu kwa sababu ni mwanamke basi ndio usikitumie, lakini katika kutumia rasilimali ulizopewa na jinsi tulivyokuwezesha kwa kukupatia elimu, kukupatia sheria bora. Sisi WiLDAF tunafanya uchechemuzi wa sheria kandamizi, pia tunafanya kuhamasisha serikali iweze kuzibadilisha. Mfano kama mwaka tumefanyika sheria za uchaguzi kutengeneza mazingira rafiki kwa wanawake na imetambua kosa kama ukatili wa kijinsia kama kosa la kiuchaguzi. Tunaona kuna wanawake wengi wenye uwezo wa kuwa viongozi lakini wanashindwa kuingia kwenye siasa kwa sababu ya zile mambo yanayoendeleaga. Yes, so nadhani tuyaweke kwa hivyo kwanza. Rejea hapo baadaye mtanijibu kwa pamoja. Hivi familia ikiwa baba na mama wote wamefanikiwa kutafuta fedha wanaleta 50 kwa 50, yani kiasi sawa, yani kama huyu anachangia 5 na huyu 500. Inadumu hii familia. Mimi nitaongelea tu yani mimi niongelea wazazi wangu kwa sababu wazazi wangu wamekaa kwenye ndoa miaka kama 35 sasa. Afu walichangia sawa. Na wote wamekuwa, mimi nimekuwa ninaona wote wanafanya kazi, wafanya biashara, wanajitoa. Labda utuelezee kwa upande wako unasemaje kuhusiana na uwezeshaji? Na kama unaweza kuchangia pia na kwa yale maoni aliyosikia. Nadhani kosa ni upokeaji kama huyu bwana alivyosema. Kwamba katika kupokea tungelitafsiri kwa mtindo ambao linatosha kwetu. Na ukiziangalia jamii mbalimbali duniani utagundua wamepokea kwa mtindo ambao unakwenda sawa sawa na kwao. Mathalan Waarabu, Wahindi na Wayahudi, hutaka umuone mwanamke wa jamii hizo akimpeleka mume mahakamani. Na hutamuona akingangania kufunguliwa duka wala kitu fulani. Wameitafsiri kwa mtindo ambao mwanaume kuna namna anawezesha, kwamba kwa mfano nilikuwa nauliza wao wanafanyaje. Kwa kuwa mama ndiye mratibu wa familia, mwisho wa wiki baba anagharimika kuwatoa out kwenda kumburudisha mama kwa kumwangalia watoto wake, kwa kumtunzia watoto wake, na pia kwa kufanya kitu kingine cha tofauti. Sasa kwetu katika upokeaji tungetakiwa tuamue kwamba katika uwezeshaji ni kitu gani tunakilenga. Mathalan tunaposema tunatoa elimu kwa mtoto wa kike, elimu yenyewe ijikite zaidi kwenye academic au kwenye ufundi. Lakini tunaposema tunamwezesha mwanamke kwenye swala la biashara, tunapanga kabisa tunapomwezesha ina mafaa gani kwa familia, kwa sababu shida inaanzia hapo. Ni kesi nyingi tunakutana nazo kwamba mama anasema pesa niliyopata ya mshahara ni ya kwangu kwa sababu natoka nyumbani kwangu na ndugu wa kusaidia. Kumbe tatizo nitoka awali hamkupanga, mama unaenda kuanza kazi hii, mimi nafanya kazi hii, kipato ni hiki hapa, iendeje? Lakini sio hapo tu, wakati tunatafuta fedha, je, usitawi wa watoto wetu unakalia wapi? Kwa sababu kwa asilimia kubwa anachokisema Messi kama anaropoka, lakini asilimia kubwa watoto wanabomoka. Na unapozungumza na watoto wanakuambia ni kweli, baba ametafuta fedha, kila mtoto amenunuliwa gari, kila mtoto anaweza kwenda vacation, lakini tuko watupu ndani, hatuonji uwepo wa wazazi. Lakini kitu ambacho tukidhatiti kweli katika ile ngazi ya familia, tunasema msingi wa kujenga jamii ni familia, baba na mama. Tukijidhatiti kwa dhati, hiyo swala la mali, pesa halitasumbua. Tutaweza kuvibalansi kwa namna ambavyo vitatosha. Lakini hata hivyo wenda wazimu umeandaliwa kwa ajili ya kutibua ya mambo. Wapo tu. Kuna watu ambao wezesha usiwezeshe, patia ile usipatie, watatibua na kuharibu tu, wapo. Tusikie maoni Betty, tunayo mikoa mingi sana. Okay, sawa. Afu na huko ameanza kutuma pia ujumbe. Hakika, yes. Twende Morogoro. Yes, twende Morogoro tupate kusikia maoni ya wadau kutoka huko. Naona iwe ni ajenda endelevu. Na kwa nini ajenda endelevu? Ni kwa sababu katika hii ajenda ya kuwezesha wanawake tunapoitekeleza, manake haiwezekani kwamba iwe imemfikia kila mwanamke ambaye amekuwa akihitaji kuwezeshwa.
Kwa hiyo kutakuwa na wanawake ambao tayari wameshawezeshwa, lakini wengine katika sehemu mbalimbali wanakuwa bado. Kwa hiyo ili tuweze kufanya hii ajenda ifanikiwe, manake lazima iwe ajenda endelevu. Mwanamke ambaye ameshawezeshwa, amefanikiwa, naye asimame awezeshe wanawake wengine, na hiyo itatusaidia sasa kuwafanya wanawake waweze kusimama kiuchumi, kielimu na katika sekta nyingine katika mambo ya kijamii, na kuhakikisha kwamba mwanamke anakuwa katika mstari wa mbele na kuweza kutimiza majukumu ambayo tunatarajiwa kuyatimiza. Tusiweke ukomo kwa sababu tunaona bado mwitikio, tunajaribu lakini bado mwitikio unasuasua. Tupate muda kwanza, tukishaona sasa hapa tumetosheka, tumeshiba, tunaweza sasa tukasema tuweke ukomo. Ila kwa sasa hivi pasiwepo na ukomo wa kumwezesha mwanamke. Mwanamke aendelee kuwezeshwa kadri inapoitwa leo. Mpaka hapo tukamwona sasa tumelizika kabisa kwamba ile 50 kwa 50 imekamilika kabisa, tunaweza tukasema sasa tufanye jambo hilo. Ila kwa sasa tuendelee kuhamasisha wanawake na tuendelee kuwatia nguvu na kuwapa moyo waendelee kuweza kushika nafasi mbalimbali na kuweza kujisimamia wao wenyewe. Uwezeshaji kwa wanawake uendelee kuwepo kwa sababu palipo na mwanamke hapaharibiki jambo. Mfano mzuri ni Mheshimiwa Rais. Ameingia madarakani kama mwanamke. Ameweza kufanya mambo mengi, ujenzi wa shule nyingi, zahanati, vituo vya afya. Sasa kama tusingemwezesha kuwa rais, maana yake yasingeweza kufanyika. Hivyo mimi nashauri uwezeshaji uendelee kwa sababu unapomwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Hayo ni maoni ya wadau kutoka Morogoro. Sasa hivi tusafiri kuelekea Singida nako tuweze kusikia wanasemaje kuhusiana na mada iliyoko mezani. Hapana, pasitokee ukomo. Wanawake kweli tunaweza na tunajiamini, lakini ni vyema tu tunapao ushauri. Ukomo, ukimwambia mtu ukomo na maana hutamsaidia, lakini wanawake kama wanawake tunaweza na tunajiamini na shughuli zetu tunafanya, lakini pakiwa na ukomo sidhani kama kutakuwa na maslahi. Pasiwa na ukomo. Wanawake ni tegemezi, wanawake wanalea, wako vizuri kwa kweli na kazi wanafanya kubwa. Kulingana na swali lako, kimsingi mimi naona hakutaki kuwa na ukomo wa kuweza kumwezesha mwanamke, kwa sababu mwanamke ni mtu muhimu sana. Mwanamke inaofahamika amekuwa kubeba majukumu mengi sana ya kifamilia. Kwa hiyo kwa msingi huo mwanamke kwanza anatakiwa awekewe uwezeshaji mkubwa sana badala ya kuwekewa ukomo. Kwa sababu kisha mwekea mkomo maana yake hata familia hizi zinaweza zikayumba kutokana na umuhimu wa mwanamke katika jamii. Katika kumwezesha mwanamke, mimi ningependekeza serikali wapitie waangalia pia upande wa pili kwa mwanaume. Pia kama tunaangalia kwenye jamii yetu, mfano kwenye masuala ya mikopo, mta mwanamke anapewa sana asilimia kama 99 anapewa mwanamke, tofauti na mwanaume, ambacho ukiangalia kwa kina mama wa sasa hivi kama unawazidishia nini, unawazidishia majukumu. Unakuta mtu ana mkopo karibia sehemu 7. Jumamosi arejeshe sehemu fulani, Jumapili, Jumatatu hivyo. Kwa hiyo unaona kama unamzidishia nini? Wanamzidishia majukumu baada ya kumwandaa wewe nani? Mama bora. Kwa hiyo mimi nilikuwa napendekeza rai yangu, serikali liangalie pia ibezi pia na upande kwa kina baba. Sawa. Hayo ni maoni kutoka Singida, na bila shaka naona tuunge mkono hoja. Yaani Messi nadhani leo pia leo ni mgeni. Jaji wewe ndio utakayeamua. Sawa. Watu watoe neno lakini labda tuanze na Bishagazi kuhusiana, bado alikuwa hajamalizia kuhusiana na ile swala la uwezeshaji, lakini pia uweze kuelezea kile ambacho umekisikia kutoka kwa wadau kutoka mikoa mbalimbali. Okay. Kwa ufupi tukielekea. Mimi wadau nimewasikiliza. Mimi ni mparaligo, ni mtoa msaada wa kisheria. Nacheza na jamii kwa 100%. Mmoja ya watu ambao wanapata shida na komelea kwa mzee hapa ni wamama ambao kwa mujibu wa mila zetu na desturi wamekaa nyumbani, hajui baba duka liko Kariakoo linafunguliwaje, hajui kiwembe kinauzwaje, hajui kitambaa kinakatawaje. Bahati mbaya Mungu anachukua kiumbe chake. Baba hajui hata kwenye simu kulikuwa na hela zinatafutwaje, kadi ya benki hajui ikoje. Mungewasikiliza wale wa mama, mungeona ndugu wanavyochukua zile mali, watoto wanabaki wanazurura. Tungesema tuchambue uwezeshaji wa namna gani. Mimi niwaambia ni paraligo.
Na kwenye jamii yetu kuna watu ndugu wajomba wanaojua kushughulikia misiba hii ambayo ya mama ambayo wamekuwa mburura. Wapo tu. Na bahati mbaya nyingine huyo baba anatoa hela na wezesha hata mama wengine huko, lakini sio mama nyumbani. Nyumba zinauzwa, wamama wanatapeliwa, yani wanabaki wanabaki na sonona. Kwa hiyo mimi ngoja nikwambie, mimi dada yangu ukifika nyumbani kwangu mimi siwezi kujinadi kwa sababu kujihukumu. Mke wangu mimi anafanya biashara ile ambayo anaifanya, ambayo namwambia kwamba fanya, jua kutafuta hela. Ipo siku mimi nitaondoka. Sio, unanielewa? Umesikia? Nitaondoka. Wanangu nawaambia, wakike nao, mwanangu 1 2 3 4, ipo siku mimi nitaondoka. Shika. Kwenye biashara zake unamwekea ukomo fulani, anaweza akafika akaanza kwenda kimataifa, ni sawa. Mimi naamini katika mtu unamtengeneza anajidrive. Umesikia? Anajidrive. Umeshaelewa? Na mwanamke na tunapoongelea uwezeshaji kama wenzangu walikuwa wanasema, labda walikuwa wanasema uwezeshaji. Uwezeshaji ni kutengeneza mtu kichwa. Kile kichwa kifanye maamuzi. Sasa wanasiasa maidada wanapoongelea uwezeshaji wanaongelea 4% mikopo, wanaongelea kila mtaa ukipita wanatoa vibali, mtu ana kibali kausha damu, ndio wanavyoongelea. Ile kausha damu na mikopo ya 4% sio uwezeshaji, ni kuzurulisha wamama tu. Ninakwambia, na hiyo ngoja, na hiyo hela ndio maana wanataka na hiyo. Sasa wanasema mama ametosha, iwe ya wababa. Umeshaelewa? Sasa mimi ninachokueleza ni hivi, kwa mfano, ile hela 4% yenyewe, ukimsikiliza Rais Samia kupokea ripoti ya CAG mwaka jana, amesema bilioni 88 zimeliwa. Nenda wakafanye tafiti, waandishi wamezila wanaume, wamezila wanawake. Hela hizo wanaume. Kulikuwa na benki ya wanawake, mnaikumbuka? Benki ya wanawake, warofilisi na kina nani? Kwa hiyo wanaume wanatafuta kafursa ambako mama anakuwa anapata kadogodogo, wanazidi kujenga hoja ambazo tunajadili hapa, wanawapora. Tunaongelea kupika. Wao walikuwa wanaongea kupika, mama atuoni mapishi yake. Sasa hivi wababa wameona kupika kuna hela. Sasa hivi ukienda kwenye mahoteli yote mjini hapa, wanaopika ni wababa. Umeshaelewa? Lakini na wamebadilisha jina, shefu. Sio, unaelewa? Kupika ni kule. Huyo baba akija nyumbani hataki kufanyaje? Kupika. Sio, unanielewa? Lakini wababa hawa wanaochagiza hiyo story, ukiwasikiliza ya moyoni, mimi ndugu nahudumia jamii, anataka wewe mdada aliyesoma, anataka mdada aliyesoma, anataka mdada ambaye ana nini? Ana kazi. Yaani wewe hapa sasa hivi wewe ukitangaza unataka kuchumbiwa, tunakukimbilia kwa sababu tunajua unaingiza mwisho wa mwezi. Ila hawa ukiwakuta vijiweni, tunataka mwanamke. Kwa hiyo wanadanganya wenzao. Sio, unanielewa? Tunazidi kufanyaje? Kudanganyana, na mwisho wa siku tunazidi kupotoshana. Kwa hiyo wewe mwanaume aliyeko nyumbani, angalia watoto wako wa kike, sikilize hii mada. Kama unaona wewe ni sawa, mwanao wa kike muacha kae hapo hapo, alafu angalia majirani zako, watazidi kumuongoza, watazidi kumpelekesha, abaki hivi. Lakini wewe baba ambaye uko una mali zako ndani na nini, mke wako, sikiliza haya watu wanaoongea mtaani, acha kumwezesha, acha kumwambia vinavyoenda. Ipo siku wewe utaondoka, mali zitaliwa, zitapanywa kwa kawaida. Kwa hiyo mimi ninachosema, tuongelee uwezeshaji. Sisi tunataka mtu muwezeshe aweze kujitambua, aweze kufikiria. Tunaposema kuwezesha mwanamke, tunamwezesha mwanaume 1% kubwa. Shule zikiwa karibu, tunasema wadada wakiwa wanatembea kwenda shule, labda wanabaki njiani. Tujenge shule ziwe, tujenge mabweni. Hivi shule ikiwa karibu, anayewahi kufika ni mwanamke ni mwanaume. Kwa sababu binti anaamka nyumbani na majukumu mengi. Kijana anawahi. Lakini pia tukiwa na maji shuleni, binti aliyesoma, yani wewe ukiwa na binti aliyesoma, aliyewezeshwa, aliyelelewa, basi alowezeshwa kuanzia shuleni mpaka nyumbani. Ukikaa naye ndani pale, familia itakuwa bora. Hata malezi yake yatakuwa bora. Ndugu, mimi nimalizie kwa kukwambia, hujawahi kuona mwanamke na mwanaume ambao wanakaa mezani, wanapanga, mme wangu tufanye hiki, mme wangu jamani mimi siwezi hiki, mke wangu mimi siwezi hiki. Wewe najua naweza kupika, lakini mimi siwezi mambo ya hela. Mke wangu hebu simamia hela. Subiri nikwambie, waulize hawa watu wamefika wapi, wanaenjoy ile mbaya. Hawa tunawajadili saa hizi, hawa ndio unakuta kwenye gari wanaenda kanisani wako hivi. Bishagazi ambao kwa mkono. Umesikia nikwambie? Kwa hiyo sisi ngoja nimalizie kitu kimoja ambacho kitasaidia jamii. Unaposema msaidizi aliyosema huyu, hapa tukiomba msaada hapa ina maana tumeshindwa. Mungu alivyoona mwanamume kuna mambo hayawezi, akampa mtu helper, msaidizi. Mtu anayejiweza hawezi kupata msaidizi. Sasa watu wamechukua mwanamke kwa bahati mbaya, amemfanya mhudumu. Ndio maana nchi hii na dunia hii, baada ya kumfanya mtu msaidizi akusaidie pale ambapo shindwa, wamegeuza mhudumu mpeleka maji bafuni. Ndio maana wanalalamika, mbona hapiki, mbona nini? Sasa hapo na mimi nakuunga. Tukitumia vichwa vya wanawake, wewe dada ukikuweka kwenye ukigombea udiwani saa hizi, hawatakupa. Anapigaga kelele studio. Kumbe wewe ungeweza kujenga daraja, ungechanganya kile kichwa chako kile. Bahati mbaya wanaume tumia akili za wanawake, na ndio maana tunakufa mapema. Chai moja kwa moja ile. Supu leo utapata. Sawa, kuna mkoa sijaenda. Tuelekee Songwe nako wana maoni kuhusiana na mada hii ya leo.
mimi naona kwenye swala zima la uwezeshaji kwa mwanamke iwe na ukomo, kwa sababu kama kuna uwezekano wa kumwezesha mwanamke akaweza kusimama mwenyewe, ajiendeleze basi sehemu nyingine ambapo pamesalia, yeye mwenyewe aweze kujisimamia ili fursa iende upande wa pili. Tunaamini kwamba hata mtoto hawezi kumweka shuleni kila siku, ni lazima kwamba atamaliza shule ataenda kwenye majukumu mengine. Kwa hiyo hata mwanamke kama kuna fursa ya kiwezeshwa kuwe kuna ukomo. Lakini kwa upande mwingine, upande wa uwajibikaji, kwenye masuala ya uwajibikaji mwanamke asiwe na ukomo kama akipata nafasi. Kwa sababu gani? Tunaamini kabisa kwamba mwanamke akipewa nafasi, kwanza kabisa anaifanya kwa umakini, anachukulia umakini mkubwa, anatenda kazi yake kwa weledi na kuwa hana mambo mengi. Kwa hiyo tunaamini nafasi alionao mwanamke ni nafasi kubwa sana, kwa sababu atafanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Atakuwa ni mlezi, lakini wakati huo atasimama kama mzazi, wakati huo atasimama kama kiongozi. Kwa hiyo katika nafasi ambayo mwanamke anaweza kapewa, kama ni kwenye fursa za uongozi, mwanamke asiwe na ukomo. Uwezeshwaji kwa mwanamke ni muhimu uweze kuendelea, lakini uwezeshaji huu uende sambamba na kufanyiwa tathmini. Kama uwezeshaji ulianza miaka ya nyuma, ifike mahala tathmini ifanyike kuona, je, uwezeshaji huu umeleta manufaa gani kwa mwanamke? Kama miaka ya nyuma kuna baadhi ya wanawake waliwezeshwa na hivi sasa wanaendelea kujiwezesha wao wenyewe, serikali inaweza ikaangalia kuwa na ukomo pia ambao utaenda kwenye makundi mengine ambayo yanahitaji uwezeshwaji. Kwa mtazamo wangu, ningependa pale nitakapokuwa nimewezeshwa ifike mahali kuwe na mkomo. Ufikie ukomo, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kawa na uhitaji. Pale nitakapoendelea kuwezeshwa mimi na yule mwenzangu atapata nini? Sawa, hayo ni maoni kutoka Songwe na Mercy anasema hatimaye nimepata timu. Watu wa Songwe mmetisha sana. Sawa. Timu ukomo. Mjadala leo umekuwa wa moto sana, lakini ili tuweze kufikia mwafaka mzuri tumalize maoni kwa kweli yani ni mengi kabisa. Tuseme hata machache tu. Sawa. Naitwa Mwalimu sawa Kilosa Morogoro, anasema ndio kuwe na ukomo wa kumwezesha mwanamke kwa sababu akiwezeshwa zaidi anataka kuwa mwenye mamlaka zaidi kuliko mumewe au watu wengi. Wapanda kichwani hapo. Elia Joseph kutoka Mtwara anasema mjini anasema ni kweli kabisa kuwe na kikomo cha kumwezesha mwanamke, maana wakiwazidi wanaume wao heshima inapungua ndani ya ndoa. Haya. Ramadhani Msigiti anasema kwa mtazamo wangu hakuna ukomo katika kumwezesha mwanamke. Kumwezesha mwanamke inamaanisha kumsaidia kufikia malengo yake, kumfundisha na kumsaidia kuwa na uhuru wa kuchukua maamuzi katika maisha yake, na hii inahusisha kumsaidia katika elimu, kazi na familia bila kumwekea mipaka au kikwazo. Mercy umepewa ujumbe hapa. Mercy, wanawake hakika wakiwezeshwa wanaweza. Wanaweza sana, ila kwa wachache wasiojitambua wakipiga hatua wanadharau sana, hata kwa mwezeshaji mwenyewe na familia kwa ujumla. Wengi wamekufa kwa kuwasomesha wanawake na kisha kuwa na maamuzi magumu. Ndoa nyingi zimevunjika kwa kuwawezesha na kufikia ndoto zao. Hiyo ni baadhi ya mifano tu, ila narudia tena, ni wanawake wasiojitambua tu. Wanaojitambua hakika wamesimama na wanaheshima, na nchi inapiga hatua kwa kuwawezesha. Big up sana kwa mwanamke aliyewezeshwa na akaendelea bila ya kuleta janga. Huyu ni Joseph Nyirenda kutoka Kibaigwa. Wakina Miriam wao. Yes, tutaendelea kusoma maoni lakini labda kwa kufikia mwafaka kwa sekunde 30 kila mmoja wetu, mwisho wa siku nini kifanyike? Kuwe na ukomo ama kusiwe na ukomo? Lakini kama kuna ukomo nini kifanyike? Kama hakuna ukomo nini kifanyike? Tuanze na Siegfried. Kwanza niseme lazima kuzitafsiri vyema hizi kauli zinazotolewa ili kujua mwanamke anayewezeshwa ni yule aliye katika ndoa, asiye katika ndoa, na awezeshwe kwa msingi ipi. Lakini hata hivyo, pamoja na kwamba dunia inabadilika na mabadiliko yapo, misingi haisahauliki. Kuna mambo ambayo hayabadiliki, yatabaki vivi. Mimi nina kawaida ya kusema hivi, tumechoka kujisaidia haja kubwa, tumechuchumaa. Lakini tukijisaidia haja kubwa tukiwa nyuma tutajichafua. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo havibadilishwi, vinabaki hivyo hivyo. Kwa tunapoangalia mabadiliko, kuna vitu ambavyo lazima vibaki. Hadhi ya ubaba, hadhi ya umama, majukumu yao na dhamana yao ni vitu lazima vibaki. Asante. Miriam au ya mwisho. Maana tunampa Bishagazi. Mimi ninachoweza kusema kuna haja kwenye harakati zetu za kuwezesha haya mambo kuwashirikisha na wanaume. Wajue nini tafsiri, wasilisho matango poli. Kweli. Na hata wanawake sasa hivi, wanawake kwanza wengi hawajajua kwamba uongozi na mambo mengine ni haki yao.
Ndio maana utasikia mwanamke anasema mimi ni kiongozi lakini nikirudi nyumbani nakuwa mama. Ni hiyo ni mila na desturi. Wababa wasemi mimi ni kiongozi nikirudi nyumbani nakuwa baba. Lakini mkiona mama anasema, hata huyo kiongozi mwenyewe anayesema, bado ile mila na desturi bado na mganda. Anaona hiki cheo alichopewa kama hivi ni cha wanaume, alipewa bahati mbaya, hasome hata katiba. Lakini kumalizia niseme hawa wanaolalamika hawa, fanya tafiti, ndio waliosomeshwa na mama zao na vitumbua, waliosomeshwa na mama zao na kutembea tembea, warudishe fadhila. Kitu cha kumalizia cha mwisho, umesikia? Watu wanaosema kuwasiwezeshwe ni wale ambao waliwahi kufanyia wake zao ukatili. Aliuza shamba akaenda kara hela huko na wanawake, hakurudisha hela nyumbani. Alikaa hapo nyumbani kila siku anamfanyia mke wake ukatili. Ndio hao wanajua mwanamke wake akiwezeshwa akapata hela atalipiza. Ndio wanasema tu. Lakini mama ambaye anajua mlibebana mlienda pamoja hawezi kulipiza. Miriam, kwa kumalizia na kwa upekee. Asante. Mimi naona tuendelee kutengeneza mazingira rafiki kwa wanawake pia, ili waweze kutumia rasilimali zilizopo na kutumia uwezo waliopewa. Wanawake tunaomba tunaweza kufanya vitu vingi sana. Fikiria kama unaweza kulea mtoto kwa muda huo, unaweza kupika, unaweza kujali kuna chakula umekiacha jikoni na vyote vinaenda vizuri. Je, huyu mtu tukitumia ule uwezo aliopewa tukamweka katika kuleta maendeleo, si atafanya mambo makubwa? Kwa tuendelee kutumia uwezo ambao Mungu ametupatia wanawake, tutengenezee mazingira rafiki. Na kuna wale wachache ambao wanakasumba na hulka binafsi, ndio wanatumia vibaya nafasi wanazopewa. Hao haiwi sababu ya kuhalalisha kwamba tumefika ukomo tusiwezeshe wanawake kwa sababu watakuwa watu wa hovyo. Hapana. Hizo ni tabia za watu binafsi. Tuwasaidie kuwaelimisha katika jamii, ndo kazi yetu, ili na wenyewe waweze kutambua kwamba unapo katika jamii una mchango gani pale ambako umesaidiwa kufika sehemu fulani. Asanteni sana. Na mjadala huu unaweza tukajadili siku nzima wiki nzima, mwezi mzima. Lakini nondo walizozitoa hapa zina alama kubwa sana na zina maana kubwa sana, lazima tukazifanyie kazi ikiwepo siku hii yetu ya wanawake leo. Hakika. Tulikuwa na Miriam Jackson ambaye ni afisa mawasiliano na uchechemuzi kutoka Wildaf, lakini pia Siegfried Mbuya ambaye ni mshauri mwelekezi wa stadi za maisha, pamoja na Selemani Bishagazi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii. Mada husika mezani ilikuwa ni kuwe na ukomo wa kumwezesha mwanamke. Hilo ni swali. Mwenzangu ni Mercy Mbaya na mimi ni Betsy Umara. Asante.